Ufafanuzi kuhusu matumizi ya shilingi bilioni 2 za ujenzi wa soko la Mbuyuni. Kumekuwa na taarifa za upotoshaji kuhusu gharama za ujenzi wa soko la Mbuyuni, hivyo napenda kutoa ufafanuzi wa taarifa hizo kama vile mkurugenzi wa manispaa ya Moshi alivyokuwa anatoa taarifa hizo kwenye vyombo vya habari mara kwa mara. Halmashauri ya manispaa ya Moshi ilitenga jumla ya bilioni 2 kwa ajili ya ujenzi wa soko la Mbuyuni kwa awamu 2. Awamu ya kwanza ya ujenzi wa soko hilo ilitengewa kiasi cha shilingi bilioni 1 na milioni 500 ambazo zimetumika kujenga paa 9, sehemu ya kuuzia bidhaa, vibanda 14 vya biashara, kujenga vyoo 2 vya matundu 16 vya wanawake na wanaume, kuweka miundombinu na maji, umeme ndani ya soko na ujenzi wa njia maalum za kupita ndani ya soko. Za awali watu walikuwa wanapanga bidhaa wakiwa chini, lakini baada ya kuungua tumeamua kutengeneza sasa soko la kisasa ambapo watu wanapanga bidhaa zao wakiwa kwenye maeneo ambayo yako salama. Eneo la ujenzi kwa maana ya kuweka, tumechimba misingi, tumemina majamvi, eneo letu takriban mita za mraba 3600 kwa eneo zima la ujenzi. Lakini pia tumetengeneza kama alivyosema kuwezi mashedi, ile mashedi yana ukubwa tofauti tofauti, na kila shedi imeanzia kuanzia chini mpaka kwenda kupaua juu kwa kutumia material ambayo ni durable, ambayo anastahili kwa ujenzi. Lakini shedi unakuta dogo kabisa lina mita 5 kwa 29, lakini pia tunao mashedi ya mita 13 kwa 29. Na tulipojenga ile soko, kwa maana mashedi mawili yanaungana na kwenda na achiana nafasi, tunachukua mashedi mengine mawili yanaungana achiana nafasi, tunachukua mashedi mengine mawili, kwa yako mashedi 9, kwa maana mawili yakaenda mengine mawili yakawa 4, yakaenda mengine mawili, yakaenda tena mengine mawili, afu na shedi moja kubwa ina mita 13 kwa upana na urefu wa mita 45. Awamu ya pili ya ujenzi wa soko ambalo bado haijaanza, halmashauri inatarajia kujenga maduka 50 ya biashara kuzunguka soko na fedha iliyotengwa ni shilingi milioni 500. Kazi hiyo inatarajia kuanza hivi karibuni. Lakini pia ukienda utakuta zamani tulikuwa kwenye soko kati limejengwa, tulikuwa tunapita kwenye vichochoro kati ya meza na meza na msukuma mtu. Sasa hivi tumetengeneza miundombinu ya barabara ya kutembea kwa miguu kwenye soko, lakini pia tumetengeneza miundombinu ya kutoa maji ya mvua na kuyavuna. Kwa maana unakuta shida ile ya mtu akiwa ndani ya soko au anapita kwenye njia au anauza bidhaa hawezi kuloa, kwa sababu kote tumetengeneza miundombinu ya kuvuna maji na mifereji kutoa maji ndani ya soko.